Je, vita vya Iran vinamfanya Kim Jong-un awe na hofu kuhusu mustakabali wa Korea Kaskazini? Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa popote pale ulipo, ili kuweza kupata kila aina ya updates ambayo itakuwa inajiri katika hili. Kim Jong-un anaweza kuwa na maoni tata yanayokinzana baada ya Marekani na Israel kupigana vita na Iran. Korea Kaskazini ililaani mashambulizi hayo haraka, ikiyaita kitendo kisichokubalika cha uchokozi. Nchi hizo mbili zimeunda kile wanachokiita muungano wa umwagaji damu dhidi ya Marekani tangu mwaka 1979, na tangu wakati huo zimejenga ushirikiano katika uundaji wa makombora. Iran pia ni kituo kikubwa zaidi cha kuuza silaha cha Korea Kaskazini, kulingana na mwanadiplomasia wa zamani wa Korea Kaskazini ambaye alizungumza na waandishi wa habari. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kwamba mambo mawili yanaifanya Korea Kaskazini kuwa na faida zaidi kuliko Iran. Wakati wa vita vya Iraq vya mwaka 2003, kiongozi wa zamani Kim Jong wa pili alitoweka kwa siku 50. Kulingana na idara ya ujasusi ya Korea Kusini, muda mwingi alikuwa akijificha kwenye mapango katika eneo la Samjeong, yapata kilomita 600 kutoka mji mkuu wa Pyongyang. Wakati huo mwanawe Kim Jong-un hajajificha hadharani hata baada ya kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei kuuawa katika mashambulizi. Jibu hilo tofauti linaonyesha imani inayoongezeka ya Korea Kaskazini katika uwezo wake, kulingana na Jang Yang-sek, mkurugenzi wa zamani wa uchambuzi wa Korea Kaskazini katika shirika la ujasusi la Korea Kusini. Korea Kaskazini kwa kweli ni taifa lenye silaha za nyuklia. Hata Rais Donald Trump alisema mwaka 2025 kwamba itakuwa taifa la nyuklia lenye silaha nyingi. Ripoti ya mwaka 2025 kutoka taasisi ya utafiti wa amani ya kimataifa ilisema Korea Kaskazini ina takriban vichwa 50 vya nyuklia na nyenzo za kutosha kutengeneza vingine 40. Mnamo Julai 2024, Korea Kusini ilionya kwamba Korea Kaskazini ilikuwa katika hatua za mwisho za kutengeneza silaha ya nyuklia yenye uwezo wa kitaalam na masafa mafupi iliyoundwa kwa matumizi ya uwanja wa vita.